Mtazamaji wa Msasa Media popote pale ambapo unatufuatilia, tupo moja kwa moja hapa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania, na lengo ambalo limetusogeza hapa ni kwa ajili ya kuja kupokea mwili waliyekuwa mwigizaji wa filamu nchini Tanzania, dada yetu Karina ambaye amefariki huko nchini India. Na muda huu ndo tumekusanyika hapa kuhakikisha kwamba tunapokea mwili huu kwa ajili ya taratibu zote za kwenda kupumzisha. Na ratiba ambayo inaendelea hapa ni ndugu, jamaa na marafiki wanaendelea kukusanyika kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kupokea mwili huu ambao utaelekea nyumbani kwao maeneo ya Magomeni Mapipa, Dar es Salaam. Na baada ya hapo basi taratibu nyingine zitakuwa zikiendelea. Kwa sasa hivi hapa watu endelea kukusanyika na tutaenda kuzungumza na watu mbalimbali ambao wamefika hapa kutoka maeneo mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki wakiwa na majonzi na vilio. Na kwa kweli jambo ambalo linaumiza kumpoteza. Kwanza alikuwa bado anapambania hali yake ya kiafya ili aweze kurejea katika ulingo wa sanaa. Sasa hebu tuzungumze na baadhi ya ndugu jamaa na marafiki waweze kusikia namna ambavyo wameguswa na kifo hichi. Mimi ni Godson Green, nyuma kamera na Solo Tanzania. Ambatana nami sasa. Huyu marehemu kufuatana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, mtoto wa Fatuma Mikidadi Tusendera, kufuatana na mimi nimebaki mzizi kwa baba na mama. Alipopelekwa India Mwenyezi Mungu akajalia nikafanyaje, wakanipigia simu, ndio leo tunampokea kutoka India mtoto wa mjukuu wangu Fatuma Mikidadi. Nashukuru sana, na mimi ndio nimebaki mzizi katika ukoo wa baba na mama, na inshallah namuombea dua marehemu pamoja na ndugu zangu pamoja na marehemu waliotangulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amenijalia katika siku ya leo Ijumaa ndio tumekuja kumpokea na amefika hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na inshallah nalizungumzia katika pande zote, mashariki na magharibi, ya kusini katika sini na mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu amweke mtoto wa dada wa mjukuu wangu, amweke sehemu nzuri aliyomwita Mwenyezi Mungu, na sisi tunampenda katika ukoo wa baba na mama, na inshallah Mwenyezi Mungu amweke sehemu nzuri aliyokuwa kama na makosa. Mwenyezi Mungu amsamehe na muombea dua usiku na mchana, na inshallah. Alhamdulillah alhamdu alaka shukr alhamdulillah rabbil alamin. Naomba dua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa atakuwa kila laheri kwangu na yeye pamoja na mama yake pamoja na yeye katika ukoo wa baba na mama, na inshallah katika pande zote yaliyompata miaka 9. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua laheri, kama husuda, kama kwa uwezo la ilaha illa Muhammad subhanaka alhamdika la haula wala quwata illa billahi azim. Mwenyezi Mungu ya rabbil alamin, naomba kwangu la kheri la shari Mwenyezi Mungu niondole inshallah. Assalamu alaykum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heshima yako. Marhaba. Unaitwa nani? Naitwa Tatu Jafari. Wewe ni nani kwa marehemu? Huyu marehemu mama yake aliolewa na babangu mdogo. Baada ya kuachika kwa babangu mdogo akaolewa sehemu nyingine, ndo akazaliwa marehemu. Ni wewe ni dada yake? Dada yake ndio. Unaweza ukatupa japo historia fupi ya uhusiano wako wewe na Karina? Hatukuwa pamoja sana hivyo, kwa sababu mimi naishi Zanzibar. Yeye alikuwa naishi kwa mama yake pale. Tulikuja kuonana naye siku ya harusi ya wadogo zetu walikuwa wanaoana, tulikuja kuonana naye marehemu. So kama kiundani sana namfahamu. Marehemu tumempoteza na amepambania hali yake afya kwa muda mrefu. Msiba huu umekukuta katika hali gani na umekugusa kwa namna gani? Mimi mwenyewe umenigusa sana kwa sababu niliona naye kwa muda mfupi tu, lakini kuna mdogo wangu ambaye nimekuja naye hapa, mtu akanipigia simu jana akaniambia hawa amefariki. Nikasema inna lillahi na inna ilaihi raji'un, ni wote waje kuondoka. Ndio. Poleni. Ameumwa sana kwa nilivyosikia. Namuombea dua kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe salama. Ndio kikubwa hicho. Kipindi chote ambacho alikuwa anaumwa huko India na nini, mlikuwa mkipata taarifa na pengine mlikuwa mkipata mawasiliano, alikuwa ni changamoto? Hapana, mimi sikuweza kupata mawasiliano kwa sababu sikuwa karibu sana na familia ambayo ni ndugu wa karibu yake.
Ndio ilikuwa vigumu sana mimi kuelewa naendeleaje kule. Nimekuja kupewa habari za msiba tu. Na mitandao ya kijamii wewe sio mtumiaji sana kwa hata kuona taarifa? Dogo. Poleni sana, na mwili utafika utakwenda kupumzisha ndugu yetu. Una nini cha kuzungumza wewe kama? Mimi namwombea tu dua kwa Mwenyezi Mungu ampokee vizuri, amweke mahala pema, amsamehe madhambi yake. Kwa sababu sio nyewe bado hatujajijua tutakufaje. Yeye mwenzetu kishajua. Sawa, ni hivyo tu. Pole sana. Na asante. Na mtazamaji, Msasa Media tuko na moja kati ya mashabiki ambao walikuwa wanafuatilia kazi za Karina. Unaitwa nani dada? Naitwa kwa jina naitwa Saumu. Unatokea? Natokea Magomeni. Karina ulikuwa unafahamu kwa namna gani? Karina nilianza kumfahamu kwa Babu Junior, muziki ule wa Babu Junior. Nilianza kufuatilia. Basi nikaanza kumfuatilia na movie zake. Kwa kweli kwa movie zake zilikuwa nzuri na muziki yake nayo ilikuwa nzuri sana. Kwa hiyo nilikuwa namkubali, lakini Mungu kampenda zaidi. Sawa. Toka umeanza kumfuatilia uko ukipenda kazi zake, lakini ulipokuwa umesikia anaumwa, pengine ilikuwa inakugusa kwa namna gani, na uko ukimwambia heri pengine apone na kurejea kwenye majukumu yake ya kazi? Kwa kweli iliniuma sana, nilikuwa natamani nimsaidie, lakini nilikuwa nashindwa jinsi ya kumsaidia. Taarifa za kifo ulipata uko wapi na ilikugusa kwa namna gani? Taarifa zake nilipata kwenye TikTok. Juzi ilikuwa Ijumaa ngapi? Sijui Jumaa ngapi. Ilikuwa Jumatano, lakini niliguswa sana, roho iliniuma. Nikasema huyu mshabiki wangu, ngoja nikamtazama, niende msibani leo. Kweli. Kwa hiyo uko hapa kwa ajili ya kupokea mwili na kwenda kumpumzisha. Ndio, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi inshallah. Amina, pole sana. Asante, safari ni ya wote. Shukrani. Vingi sana Karina, upendo wake. Sawa, aliugua kwa kipindi cha miaka 8 tunaposikia, lakini bado alikuwa ni mtu ambaye anaonekana na nguvu. Bado sura yake ilikuwa inatabasamu licha ya magumu ambayo alikuwa akiyapitia. Pengine unatamani tuliobaki tujifunze nini kutoka kwa Karina?